Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Ametupa neema na nafasi ya kuwapo madhabahuni pake tena. Katika siku ya leo tutasoma kile kitabu cha Nabii Isaya sura ile ya 59 na ule mstari wa kwanza na ule mstari wa pili. Katika somo hili limejikita katika kusikia na eneo la toba. Maneno ya Mungu yanasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu mpendwa na rafiki mpendwa, Mungu ametupa nafasi na ametupa neema ambayo watu wengine walifikiri na walidhani ya kwamba wangeweza kufika kwa ujanja wao na kwa akili zao binafsi. Lakini hakuna mtu ambaye anaweza kufika mahali fulani kwa akili yake binafsi na kwa mawazo yake. Lakini kila mtu ambaye aliyoko hapa duniani au kila mtu aliyoko hapa, Mungu amempa neema ya kufika hapo alipo, sio kwa bahati mbaya. Na kwa sababu Mungu amempa neema ya kufika hapo alipo sio kwa bahati mbaya, neno la Mungu linatukumbusha kupitia kitabu cha Nabii Isaya ya kwamba tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa. Kimsingi anayeweza kuokoa na anayeweza kuinua ni Mungu peke yake. Na anaokoa kwa namna gani? Ni kupitia mkono wake. Yawezekana watu wengine wamekutana na changamoto, wengine wamekutana na majaribu, wengine wamekutana na magumu, lakini katika magumu na majaribu ambayo wamekutana nayo hawakujua namna gani wanaweza kutoka. Lakini natamani nikuambie siku hii ya leo, mkono wa Bwana ni mkono ambao unaweza kukuokoa wewe na kukuvusha wewe kutoka nafasi uliopo kwenda eneo lingine. Na anaendelea anasema, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia maombi, hata lisiweze kusikia mahitaji. Yawezekana kuna mtu ana mahitaji, lakini tangu ameanza kuomba bado kuna namna fulani ipo ya kumpa mipaka Mungu juu ya nafasi aliyonayo. Lakini nataka nikwambie ya kwamba Mungu anajitambulisha ya kwamba hata sikio lake sio zito hata lisiweze kusikia kile ambacho unaweza ukamwambia, kile ambacho unaweza ukazungumza, kile ambacho unaweza ukasemezana na Mungu kila wakati na kila nyakati ambako unaweza ukamhitaji kwa nafasi yako. Lakini anatoa tahadhari kwenye ule mstari wa pili, anasema, lakini maovu yenu ninyi yamewafarakanisha ninyi na Mungu hata msiweze kumuona. Hapo ndipo changamoto ambako huwa inaanzia kati ya maisha ya mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kimsingi hiyo changamoto iliyoko hapo katikati ya mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine ni kwa sababu ya maovu, na ndiyo yamesababisha tusiweze kumuona Mungu, yamesababisha tusimsikie Mungu, na yamesababisha hata tusione baraka za Mungu. Ndugu yangu mpendwa, hebu tafakari njia zako na maisha yako. Je, unautumiaje mkono wa Mungu juu ya maisha yako? Je, unatumika mbele za Mungu alafu ukitoka kutumika mbele za Mungu unarudi kwenye maovu yako? Na kama unarudi kwenye maovu yako, hebu tafakari hayo maovu ambayo unayafanya yana matokeo chanya kwa ajili yako au yameweka vipingamizi za kukurudisha nyuma hata usiweze kuona baraka za Mungu. Lakini nikutie moyo siku hii ya leo, kwa sababu Mungu mkono wake sio mfupi usiweze kuokoa yale ambayo unakutana nayo, zile changamoto unazokutana nayo. Kuwa na uhakika ya kwamba Mungu atakuvusha na kukupeleka sehemu nyingine na eneo lingine ambalo amekusudia. Lakini yawezekana umekuwa ukiomba kila wakati na kila nyakati hata ukifikiria kwamba namna gani ninaweza kuvuka. Nataka nikwambie ya kwamba pamoja na maovu ulionayo, unapoomba msamaha mbele za Mungu, Mungu anapokusamehe anakuwa tayari kulifungua sikio lake kwa ajili ya kukusikiliza wewe pamoja na mahitaji yako. Kwa muamini Mungu, endelea kumpenda Mungu, naye atakuwa pamoja na wewe, hata kuacha, atakushindia katika vita vyote na katika changamoto zote ambazo utakazokutana nazo, na utakuwa salama katikati ya maisha yako yote, sasa na hata milele. Amen. Ubarikiwe sana, kuwa na usiku mwema na jioni njema. Amen.